Tuelekee katika uga wa kisiasa. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika leo Aprili 30 ametangaza maazimio 6 kufuatia anachodai kutolewa kwa taarifa za uongo kuhusu madai ya viongozi na makada wa Chadema kukamatwa na kupigwa na kuteswa mnamo tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu, siku iliyotangazwa kusomwa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini na kutoa taarifa za uongo mitandaoni. Taarifa zaidi na Suleiman Nambimbi. Akiongea na vyombo vya habari kutoka makao makuu ya Chadema Mikocheni, Dar es Salaam leo tarehe 30 Aprili, Mnyika ametangaza maazimio hayo kuwa: mosi, mamlaka ya uteuzi na nizamu imchukulia hatua ya kumuondoa kwenye nafasi yake kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo. Pili, mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP ajitokeze na atoe taarifa kwa umma juu ya matukio ya kuchukuliwa, kupigwa na kuumizwa kwa viongozi na wanachama wa Chadema, ikiwemo na kutaja idadi halisi. Tumekwisha elekeza na kuwaomba mawakili wa chama kuweza kufungua mashauri katika vyombo mbalimbali vya kimataifa vya haki za binadamu vya Afrika na vya dunia kutokana na matukio yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili, na katika wakati mwafaka tutawataarifu juu ya hatua hizo zitakapokuwa zimefikia. 5, natoa mwito vile vile kwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ni amiri jeshi mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua vile vile kwa upande wake. Tunafahamu huko nyuma yamewahi kujitokeza matukio yaliyohusisha polisi kusema uongo baada ya kuvunja sheria, na marais au rais waliokuwepo wakati huo walichukua hatua. Pia John Mnyika ametoa rai kwa Watanzania wote wanaunga mkono mabadiliko kabla ya kufanyika kwa uchaguzi kuto kukatishwa tamaa na haya yanayojitokeza, badala yake yawape nguvu ya kutafuta mabadiliko. Tunaendelea kuamini kwamba yote haya yanalenga kurudisha nyuma harakati na mapambano ya no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa tunarejea kutoa mwito kwa wanachama wa Chadema na Watanzania wote wanaounga mkono haja ya mabadiliko kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu, kutorudishwa nyuma, kutokukatishwa tamaa, kutokutiwa hofu na haya yanayojitokeza, bali haya yote yaendelee kutupa nguvu, ari na matumaini ya kutafuta mabadiliko ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha kufanyika kwa uchaguzi huu na haki. Naye John Pambalu, miongoni mwa wanaotaja kuwa ni wahanga wa kukamatwa na kuteswa na jeshi la polisi, alikuwa na haya ya kusema. Yule afanda alitujibu hivi, nilimuuliza mwenyewe, akaniuliza wewe dhehebu gani? Kaambia mimi Mkatoliki. Akaniambia mimi Muislamu. Akaniambia hivi, akatujibu hivi, kwenye dini ya Uislamu kuna shehe anayajua maandiko, kuna imamu anayajua maandiko, na kuna maamuma huyu hajui chochote kuhusiana na maandiko. Brother, kwenye kesi yenu, kwa nini mmekamatwa? Mmepelekwa wapi? Mimi ni maamuma. Mimi ni Suleiman Nambimbi, EATV. Wakati